Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kile ambacho amekuwa kikifanya siku zote kwa timu za Tanzania kwenye mashindano haya ya kimataifa pale yanapotokea. Sasa leo tumepata taarifa kwamba amewasapoti Simba katika jambo lao ambalo wanaenda kulifanya huko South Africa. Ikumbukwe msimu wa 22-23 ambapo Dar es Salaam Young Africans ilienda mpaka hatua ya finali kwenye mashindano haya ya CAF Federation Cup. Alishatoaga ndege ambayo iliwapeleka na kuwarudisha Yanga, yani private jet. Lakini pia sasa hivi ameweka fadhila kwa timu ya Simba kwa kuwapa usafiri, lakini pia na malazi kipindi ambacho watakuwa huko South Africa. Taweka ni kwamba hii taarifa ameiweka wazi pia rais wa heshima wa klabu ya Simba kwa maana ya Mohamed Dewji, ambapo ameandika waraka ambao anamshukuru rais huyo wa Tanzania. Alianza kwa kusema, kwa niaba ya klabu ya Sport napenda kutoa shukrani za dhati kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha timu yetu kushiriki mashindano ya kimataifa. Tumepokea kwa moyo wa shukrani mchango wa marazi, lakini usafiri kuelekea mchezo wetu wa marudiano wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch utakaofanyika nchini Afrika ya Kusini. Klabu ya Simba inatambua na kuthamini kwa dhati juhudi za Mheshimiwa Rais Samia kuimarisha sekta ya michezo hapa nchini, hususan mpira wa miguu. Tumetiwa moyo pia na motisha ya goli la mama ambayo imekuwa chanzo cha hamasa na ari kwa wachezaji na mashabiki wetu. Tunapenda pia kutoa shukrani kwa Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa utaratibu wa karibu wa safari hii. Aidha, tunazishukuru taasisi zilizoonyesha ushirikiano mkubwa katika mchakato huu: Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Shirika la Ndege Tanzania ATCL, Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA na Shirika la Reli Tanzania TRL. Asanteni kwa kuwa nyinyi ni mojawapo ya watu ambao mmehusika moja kwa moja kwenye mafanikio haya mpaka hapa tulipofika kuelekea hatua hii ya nusu fainali, mchezo wa pili. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutuunga mkono na kushiriki nasi katika safari hii ya kuinua kisoka Tanzania kuelekea kwenye mechi yetu ambayo itafanyika Afrika ya Kusini. So hayo yalikuwa ni maneno ya rais wa heshima wa klabu hiyo ya Simba, Mohamed Dewji, ambayo aliyawasilisha kwa njia ya andiko ambalo ameliposti mtandaoni. Lakini ukiachana na hilo, pia Simba wameondoka leo. Wote tunajua Simba leo wameondoka kuelekea huko Durban ya Afrika ya Kusini kwa ajili ya huo mchezo wa marudiano. Kumbukwe Simba mchezo wa kwanza ilishinda goli 1-0 ambao ulichezwa huko Zanzibar au Tanzania visiwani. So huu ni mchezo, ni dakika 90 zingine ambazo zinaenda kufanyika huko Durban, Stellenbosch akiwa nyumbani kwake akimwalika Simba. So Simba huu mchezo anahitaji draw ya aina yoyote ile au ushindi ili kuweza kupita hatua inayofuata ya finali. So ni mechi ambayo Simba inabidi watulize akili nyingi sana, kwa sababu hawa Stellenbosch si kwamba wabovu kiivo, lakini ni wachezaji ambao ni kama wanacheza kwa mikakati mikubwa sana. Ukiangalia kipindi cha pili kwenye mechi hii ya kwanza, wote tuliona mabadiliko walivyokuwa, walikuwa wanashambulia sana, wanacheza kwa kuonana. So ikanipa hofu kwamba huenda hata kikosi walichokianzisha
hakikuwa kikosi nambari moja. Walikuwa na kikosi chao ambacho walikiweka kwa ajili ya mechi ya marudiano, na ndio maana ukiangalia ile pia squad yao jinsi ambavyo ilikuwa imepangwa ni kama walijua kabisa kwamba hii mechi ni tukifungwa au tukitoa draw, lakini mechi yetu nyingine ijayo ndo ya maamuzi. Ndo kitu ambacho naona kama walikuwa wana mipango hiyo hawa Stellenbosch. So Simba inabidi wawe makini na wakatumie vizuri kile ambacho watakuwa wanakipata huko South Africa, kwa maana wote tunajua ni jinsi gani haya mashindano goli la ugenini lina faida. So Simba inabidi wakapambane, angalau hata wakipata goli moja litakuwa msaada mkubwa sana kwao. Wakati huo huo, Rais pia amejaribu kugusia swala la dabi ya Kariakoo, kwa maana ya mechi ambayo iliahirishwa kati ya Dar es Salaam Young Africans na Simba Sport Club siku ya tarehe 8 mwezi wa 3, na kusema kuna haja ya TFF kufanya kila namna ya kutoa kile ambacho wao walikiamua kulingana na huu mchezo, ili kuendelea kuendelea kuwapa watu pressure na kuweza kujua ni nini hatima ya hiki ambacho kilitokea. So amewaomba TFF kama kuna uwezo wakaamua chochote juu ya huu mchezo, kama utachezwa ama la, huu mchezo hautachezwa, ni bora wakawaambia wananchi ili waweze kujua ni nini ambacho kinaendelea. Maana mpaka sasa hivi hakuna chochote ambacho kinaendelea na ukimya umekuwa ni mkubwa, lakini pia TFF wamekuwa kimya, hawaongei chochote. So hiyo inaleta picha mbaya ambayo pia inaweza ikapelekea mambo mengine kuharibika. So TFF inabidi watoke waongee hii mechi itachezwa au la, maana vikao vishafanyika, washakutana na waziri mwenye dhamana ya michezo, lakini pia washakutanishwa vilabu hivi. So anaamini kuna vitu ambavyo vilizungumzwa kwenye hivyo vikao. So ni muda mwafaka sasa wa TFF kurudi na kuongea ni kipi ambacho kinafuata juu ya hii swala au hili sakata la mechi ya Simba na Yanga ambayo ilipaswa ichezwe tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu, na ikaahirishwa kwa sababu ambazo kila timu ilizitoa. Lakini Yanga wao mpaka sasa hivi wanaonekana wanagomea hiyo mechi, wanakataa kabisa kuicheza, wanasema haipo. Lakini Simba wao wapo tayari kucheza mechi hiyo ikipangwa tena. Lakini ukiangalia ligi ndio inaelekea mwisho na Yanga wanaendelea kushinda mechi zao. So Yanga wakimaliza mechi zao zote wakishinda, manake wataonekana wao ni mabingwa, kwa sababu watakuwa wamemzidi Simba mechi kadhaa ambazo vitakuwa ni viporo, lakini pia watakuwa wamemzidi Simba alama moja, ambayo Yanga wao wakimaliza Simba hivyo viporo vyao kama watashinda, na itabakia pointi hiyo hiyo moja, manake Simba hawatakubali huu mchezo usichezwe, watarudi tena na kuanza kuwalaumu TFF, wakati Yanga wao wataugomea huo mchezo. So italeta tafrani nyingine. So ni bora TFF walete ni nini ambacho kinafuata juu ya hiki ambacho kinaendelea kabla ligi haijaisha au timu hazijamaliza michezo yao. Lakini pia kuna takwimu zinaonyesha kwamba hadi kufikia sasa yamebaki mabao 55 kufikia rekodi ya msimu uliopita yalipofungwa mabao 517 msimu mzima wa ligi kuu. Hapa sizungumzii timu moja, nazungumzia timu zote, yani ligi nzima iliisha kwa mabao 517. Lakini mpaka sasa mabao bado hayajafika. Mpaka muda huu tunaongea ni mabao kama 55 yamebaki ili kuweza kufikisha idadi hiyo ya mabao iliyo ya msimu uliopita. Tukiangalia kwa msimu 23-24 ambao ulikuwa na mabao hayo 517, ni kwamba wachezaji wazawa walifunga mabao 299, wakati wachezaji wa kigeni wao walifunga mabao 206, wakati mabao 12 yakiwa ni mabao ya kujifunga. So ukijumlisha hapo unapata idadi
hiyo hapo ambayo nimekuambia kwamba ni mabao 517. Lakini msimu huu, msimu wa 24-25, mabao 462 ndiyo yamewekwa kambani mpaka muda huu tunaoongea, lakini mabao 249 yamefungwa na wachezaji wazawa, wakati mabao 198 yamefungwa na wachezaji wa kigeni, na mabao 15 yakiwa yamekuwa ya kujifunga. So unaona idadi ilivyoongezeka hapa ya mabao ya kujifunga. Msimu uliopita, msimu mzima, yalikuwa mabao 12, lakini sasa hivi hata msimu hujaisha ni mabao 15 ambayo ni ya kujifunga. So tuone ni nini ambacho kitatokea, au ni mabao mangapi yatajitokeza mpaka msimu unaisha. Je, itafikiwa idadi hiyo ya mabao 517 au itashindikana? So always keep and wait mpaka mwisho wa msimu huu tutajua.